mjini kupitia Chadema kwa miaka 10. Nimekuwa kiongozi mwandamizi, nimekuwa mjumbe wa kamati kuu zaidi ya miaka 8, 10. Nimekuwa mwenyekiti wa kanda ilikuwa inaongoza mkoa wa Mbeya, Iringa, Njombe, Songwe na Rukwa. Na kwa muda mrefu nimekuwepo bungeni pamoja na mzee Olesendeka pale Gekulu pamoja na Mesei kina naibu waziri wa mambo ya ndani. Na bungeni ilikuwa msumbufu kidogo, tunafahamiana vizuri. Lakini nimekuwa kama yule Paulo kwenye Biblia. Kabla hajaitwa Paulo alikuwa anaitwa Sauli. Nuru ilipomzukia akaanza kuona. Na mimi nalikuwa kipofu, sasa naona. Ndugu zangu, najua rafiki zangu walikuja hapa, lakini kikubwa anachotaka kuambia, chama cha siasa duniani kote kinatambuliwa kwa sera. Kwa bahati mbaya, kama Mheshimiwa Sumaye alivyosema, vyama vya siasa vya upinzani toka vimeanza mwaka 2092, na nakumbuka mwaka 95 wakati wa uchaguzi wa vyama vingi, Mwalimu Nyerere alikuja pale Iringa, wakati ule Mlema anasumbua, akasema Mlema hana sera. Na mimi nilikuwa mdogo, nilimchukia sana Mwalimu kwamba kwa nini anamkandia Mlema. Lakini kwa bahati mbaya, zaidi ya miaka 30 vyama vya upinzani havijaonyesha sera yoyote mbadala dhidi ya sera za Chama cha Mapinduzi. Vyama vya upinzani hususan nilikotoka vinajulikana zaidi kwa kile wanapinga kuliko kile wanasimamia. Hawawezi kusimama hapa wakawaambia ni nini hasa sera yao ya afya, wakawaambia ni nini hasa sera yao ya kilimo, wakawaambia ni nini hasa sera yao ya elimu. Wao ni kupinga. Kupinga sio sera. Chama cha Mapinduzi kimejifafanua katika maeneo mbalimbali kuhusiana na namna ambavyo kinataka kuwaletea Watanzania maendeleo. Kwa kuwa wale watu hawana sera, wamepoteza dira, hawajui wanakokwenda, ni kama chomo ambacho kiko angani lakini hakijui kinaenda kutua wapi. Chama cha Mapinduzi vikao vyake vyote, kuanzia kikao cha kamati kuu mpaka kwenye mtaa, ni kushughulika na matatizo ya watu. Ukiviona vikao vya Chama cha Mapinduzi ni juu ya barabara zenu, ni juu ya hospitali zenu, ni juu ya elimu yenu, ni namna ya kujenga madarasa, kuanzia rais, mawaziri, wakuu wa mikoa wanashughulika na matatizo ya watu. Sasa hawa wanaopinga kila kitu, ndugu zangu, tulipokuwa bungeni, serikali iliyopita ya awamu ya 5 ilivyosema tunataka tuongeze umeme, tujenge bwawa la Nyerere, tulipinga. Alafu umeme ukikatika tunalalamika. Serikali ya awamu ya 5 ilivyosema tuna tatizo la usafiri wa anga, ATCL imekufa, tunataka tuongeze ndege. Zilipoanza kununuliwa ndege tulipinga, lakini zilipokuja ndege tulikuwa tunachekelea na combat tunapanda kwenye ndege hizo. Msongamano Dar es Salaam ulipoongezeka, serikali ya Chama cha Mapinduzi ikasema lazima tujenge SGR, twende haraka kutoka Morogoro mpaka Dar es Salaam ni saa 1 tu, na masaa 4 kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Ilivyoanza kujengwa tulipinga mpaka tukatoa na shilingi wakati fulani ndani ya bunge, lakini ilipojengwa nikawaona kina Mnyika siku moja wako na Mlema wanachekelea, wako haine nzuri, wako ndani ya SGR. Kwa hiyo
wapuuzeni vyama vya upinzani, kwa sababu wanapokuja kwenu hawaleti sera. Najua kiongozi amenisimamia hapa, lakini nataka nitoe mfano moja. Wakati huo tulilalamikia kwamba hii miradi mikubwa haigusi maisha ya watu huku chini. Unapozungumza ndege, unazungumza SGR, unazungumzia bwawa la Nyerere, tulikuwa tunasema ni miradi mikubwa. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan, kama anavyosema kazi iendelee, amefuata nyayo za waasisi wa taifa hili. Lakini nataka nitoe mfano moja ili mnielewe, kutoka kwenye miradi mikubwa ambayo na sisi baada ya JPM kufariki tulijua kwamba miradi ile serikali ya Chama cha Mapinduzi haitaweza kutekeleza. Tulijua hata wakamata. Kwenye kufuata waasisi, Mwalimu Nyerere alisema maendeleo ni watu na maendeleo ni kwa ajili ya watu. Ukiangalia, nimesema hawa watu hawana sera. Nimesema hawa watu hawana sera. Ukiangalia sera ya kilimo, ya mwaka 95 na sheria ya ardhi ya vijiji ya 99, serikali ya Chama cha Mapinduzi imeweka mambo yote bayana. Kwa mfano, na ukizingatia South Africa wao wameongoza, lakini kwa kuwa sera yao ya ardhi ni mbaya, asilimia zaidi ya 70 ya ardhi ya South Africa inamilikiwa na wazungu wachache. Ukienda Namibia vivyo hivyo, asilimia zaidi ya 70 ya ardhi inamilikiwa na watu wachache. Maana yake nini? Maana yake waziri wa kilimo wa Namibia au wa South Africa akienda na bajeti ya kilimo kuhusu wakulima wa nchi zile, asilimia 70 ya fedha inaenda kwa watu wachache wanaomiliki ardhi. Wakati Tanzania ardhi inamilikiwa na wakulima ni asilimia 99. Maana yake nini? Bashe anaposoma bajeti ya trilioni 1 ya ardhi ya kilimo, fedha zile nyingi zinaenda kwa wakulima wadogo wadogo. Na ndio maana Dr. Samia Suluhu Hassan amepandisha toka ameingia madarakani kutoka tani 300,000 za mbolea ambazo mlikuwa mnazipata wakati ule, zimefika zaidi ya tani 800,000 ili wakulima wa Babati muweze kulima. Natambua nyinyi mnalima mahindi, dengu, nyinyi ni wakulima. Kwa hiyo haya ni mambo makubwa ambayo serikali hii inajali wakulima. Na duniani kote watu wanaoilisha dunia ni wakulima wadogo wadogo, sio wakulima wakubwa. Ndio maana serikali hii imewekeza kwa wakulima wadogo wadogo ili muweze kujiongezea vipato. Tulilaumu miradi mikubwa. Huo ni mfano tu kwenye kilimo. Ukienda kwenye vituo vya afya, mahali pengine nimezungumza, Mheshimiwa Makala toka nimekuwa mwanasiasa pamoja na kukaa Chadema muda mrefu sijawahi kuhutubia baba yetu. Ni mara yangu ya kwanza. Lakini mahali pengine nimezungumza kipindi alichokaa Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani, ukilinganisha na wakati Mwinyi alikaa madarakani, kipindi hicho vituo vya afya Mwinyi alijenga vituo 7. Mheshimiwa Mkapa alijenga vituo 46. JK alijenga vituo 107. JPM alijenga vituo 416. Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga vituo vya afya 1056. Makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan kabla hajaingia madarakani, vifo vya mama na mtoto, kati ya watoto 100,000 wanaozaliwa walikuwa wanakufa watoto 500. Katika iye mama, baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan, katika watoto wanaozaliwa 100,000 wanakufa watoto 104. Makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan ameongeza mauzo nje ya nchi. Tunauza zaidi
katika Afrika Mashariki kuliko nchi yoyote. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimekuja hapa kuwasihi, kama kuna watu walikata tamaa na Chama cha Mapinduzi, huna sababu ya kukata tamaa, kwa sababu sungura na mamba, nani anajua mambo ya maji? Sungura na mamba, nani anajua mambo ya maji? Mimi ndio mamba, nimetoka mle ndani. Vyama vile vya ubabaishaji, msipoteze muda, wapuzeni, tuungane wote kwa pamoja, tujenge nchi. Hivi ninavyozungumza, Chama cha Mapinduzi ndio chama chenye personnel, chama chenye wataalamu, chama chenye sera, chama chenye weledi, kina watu wa kutosha. Hamuhitaji kupoteza muda kwenda kwenye vyama vingine, na Tanzania iko salama kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi. Msipoteze muda na kelele za hao bwana, watapiga kelele, lakini ndani ya miaka 30 wameshindwa kuleta sera mbadala. Hamwezi mkiwasikia wakizungumza kuhusu mbazi zenu, hamtawasikia wakizungumza kuhusu mahindi yenu, hamtawasikia wakizungumza kuhusu elimu yenu, hamtawasikia wakizungumza kuhusu afya zenu. Wanazungumza eneo moja tu litakalowasaidia kwenda madarakani. Mambo aliyofanya Samia Suluhu amezungumza hapa ni mengi. Nimebahatika kuwa na CPA Makala na Dr. Nchimbi. Nimezunguka karibu mikoa yote, kuanzia Newala Plateau mpaka Bukoba, kwenda Kigoma, nenda Mtwara. Miradi haihesabiki katika historia ya nchi hii. Tanzania inang'ara chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana.